Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi karibu katika mada hii ya leo ndani ya kipindi hiki cha mzunguko wa liturujia ambao mada yake ni liturujia ya kuombea marehemu. Basi kama tunavyofahamu kwamba ni imani yetu, matumaini yetu na upendo wetu kwamba sisi Wakristo wa Katoliki kwa namna ya pekee tunasali na kutoa sadaka na kufanya majitoleo mbalimbali, matendo ya huruma kwa ajili ya kuombea pia ndugu zetu marehemu. Na hivyo tuongozwe na sehemu ya maandiko matakatifu, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 12 mpaka aya ya 19. Kumbe katika waraka huu wa kwanza wa Korinto sura ya 15 aya 12 mpaka aya 19, Mtume Paulo basi anatuambia hivi: basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna ufufuko wa wafu? Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tumeweka mbele yetu mada hii ya liturujia ya kuombea marehemu, tukitambua kwamba tunaingia mwezi wa 11, mwezi ambao kwa namna ya pekee ni mwezi wa marehemu, na ni mwezi ambao tunajikita na kuweka sala zetu, sadaka zetu, matendo yetu ya huruma na maadhimisho ya liturujia kwa namna ya pekee katika kuombea marehemu. Na ndio maana mwezi huu wa Novemba au wa 11 unaanza hiyo tarehe 1 na adhimisho la watakatifu wote, kuonyesha kwamba sisi tumeumbwa ili baadaye tupate uzima wa milele na kuishi milele na milele mbinguni. Na tarehe ya pili inayofuata ni tarehe ambayo ni siku ya kuombea marehemu wote. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa liturujia nzima inawezekana kabisa mapadi maparokiani basi wakapanga katika siku hiyo yote au mwezi mzima namna ya kuangalia misa zile za mahitaji maalum, lakini misa za kuchagua katika pia kuombea marehemu. Kumbe na ndio maana tunaona ni vema na vizuri kabisa na inapendeza tuweze kutafakari pamoja juu ya liturujia ya kuombea marehemu. Katika somo hili ambalo basi tumelisoma, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 12 mpaka ya 19, imani yetu juu ya liturujia ya kuombea marehemu inatokana na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana Mtume Paulo ameeleza akihusianisha juu ya Yesu Kristo na imani yetu kwa Yesu Kristo na juu ya ufufuko wa wafu. Na ndio maana anazungumza kwamba kama hakuna ufufuo wa wafu, basi maana yake imani yetu ni bure. Na kama imani yetu ni bure, amemalizia hapa katika aya ya 19 kwamba
sisi ni wa kuhurumiwa sana, kwa sababu tunaamini kile ambacho hakipo na kwamba Kristo atakuwa kufufuka. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa ni ubatili, kila kitu kinakuwa ni uongo na ni kupoteza muda. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa kwamba tunapozungumzia liturujia kuombea marehemu wote, tunajikita katika imani kwa Yesu Kristo aliyeteswa, akafa, akafufuka. Kwa hiyo imani yetu juu ya kuombea marehemu inajikita katika imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeteswa, akafa, akazikwa na kufufuka. Kumbe ufufuko ni utimilifu wa kile ambacho kilichoanza pale Bwana wetu Yesu Kristo alipotwaa mwili, akawa mwanadamu, akakaa kwetu. Mwili huo ambao alikuwa nao ndio mwili wetu huu. Kwa hiyo kama yeye aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka, vivyo hivyo na sisi ambao tunaomwamini Kristo, basi kwa ubatizo kwanza tunateswa, tunakufa, tunaifia dhambi, tunaizika dhambi na tunafufuka katika uzima wa milele pale ambapo tunapokuwa viumbe vipya na kumvaa Kristo. Kumbe sasa katika hali hiyo, bila imani ya ufufuko, maana yake maisha yetu hayana maana. Maisha yetu yana maana kutokana na imani hiyo ya ufufuko, kwa sababu ndiyo utimilifu wa imani yetu kwamba baadaye, sasa baada ya maisha haya tutafufuliwa, na baada ya kufufuliwa basi tutanyakuliwa katika uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo maandiko matakatifu juu ya imani hii ya ufufuko yanajieleza wazi tunaposoma katika pia waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 3 mpaka aya ya 6. Mtume Paulo anaeleza vema akitaka kuhusianisha juu ya imani yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ubatizo ambao tunaopokea. Mtume Paulo anaeleza hivi katika waraka wake kwa Warumi sura 6 aya 3 mpaka ya 6 kwamba amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unaona kabisa kwamba nguvu ya neno la Mungu inavyohusianisha maisha yetu ya ubatizo na tendo zima la Bwana wetu Yesu Kristo alilolitimiliza katika utimilifu wake wa mateso, kifo na ufufuko. Lakini zaidi tunaendelea kuambiwa na mtume huyu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Tesalonike sura ile ya 4 aya ya 13, inaonyesha na kueleza wazi juu ya hali halisi ya kwamba wale wote wanaomwamini Kristo basi wanakufa na wanafufuka pamoja na Kristo na wataunganika naye katika uzima wa milele. Paulo aya ya 13 sura hii ya 4 mpaka ya 14 anaanza kwa kufundisha hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa unaona maneno ya Paulo yanaanza kusema, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Sasa hawa waliolala pamoja naye ni kina nani? Ndio hawa ambao Paulo anawaeleza katika sura ya 6
aya ya 3 mpaka ya 9 kwamba waliobatizwa wamekufa pamoja na Kristo, wamezikwa pamoja na Kristo na wamefufuka pamoja na Kristo. Kwa hiyo ile imani katika Yesu Kristo ndiyo inaowapa tumaini la kwamba watakuja kufufuliwa katika ufufuo wa jumla, na baada ya hapo sasa kuingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe liturujia ya kuombea marehemu inajikita katika imani ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao sisi tunaishi na kuipokea kwa njia ya ufufuko, kwa njia ya ubatizo. Hivyo imani ya kuombea marehemu inajikita katika ufufuko, na ndiyo chanzo na asili ya kuwaombea marehemu wetu. Kusingekuwa na ufufuko, maana yake hakuna maana yoyote ya kuwaombea hawa marehemu. Na ndio maana Paulo ameweka wazi hapo kwamba kama sisi tunamhubiri Kristo ambaye tunasema alifufuka alafu hajafufuka, kwa kweli yani tunapoteza muda. Na tunaambiwa kwamba Paulo anasema kwamba yani sisi ni watu wa kuhurumiwa kweli, ni watu wa kuhurumiwa kweli, kwa sababu tunapoteza muda, tunatumia nguvu nyingi, tunajenga makanisa hayo, tunajitolea majitoleo mbalimbali, kumbe mwisho wa siku hakuna chochote, ni zero. Sasa sehemu ya pili ni namna gani liturujia ya kuombea marehemu inajidhihirisha. Katika adhimisho la misa takatifu, kwenye sala ya Ekaristi takatifu, kuna maeneo matatu msingi ambayo yanajieleza. Na maeneo haya msingi ndiyo maeneo ambayo yanazungumza ile hali za kanisa, kwamba kuna hali ya kanisa la watakatifu wa mbinguni, hali ya kanisa la watakatifu walioko duniani, kwa maana ya kwamba Wakristo, kanisa linalosafiri, kanisa la watakatifu ambalo tunasema kanisa la washindi ambao walioko mbinguni. Kanisa linalosafiri ndio sisi tulioko hapa duniani, tunasafiri kuelekea wenzetu ambako wameshafika mbinguni. Alafu na kanisa linaloteseka au kanisa linaloteswa ndio kanisa la toharani. Kumbe liturujia ya kuombea marehemu ni ile inayojikita sasa kuombea kwa namna ya pekee marehemu walioko toharani, ili basi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, kwa adhimisho la misa takatifu ambao ndiyo nguvu inayodhihirisha ufufuko kutokana na mateso, kifo ambacho Bwana wetu amekipata na utimilifu wake katika ufufuko, basi hilo tendo la mateso, kifo na ufufuko linajidhihirisha katika adhimisho la misa takatifu, na ndiyo sadaka ya ukombozi, na ndiyo sadaka sasa inayo tuondolea dhambi, na ndiyo sadaka ambayo kwayo tunapata mastahili ya uzima wa milele. Na ndugu zetu pia marehemu tunapowaombea na kutolea nia, ndivyo ambavyo wanapunguziwa maumivu yao, lakini pia hata siku za kuishi huko toharani. Kwa hiyo liturujia ya marehemu chanzo chake ni imani ya ufufuko kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kanisa linaloteswa, kwenye sala ya Ekaristi tunasali hivi. Baada ya padre ameshasema Bwana awe nanyi, inueni mioyo, tumshukuru Bwana Mungu wetu, anasali ule utanguliza, kishamaliza tunapiga magoti. Pale anaanza sala ile ya kumwomba Roho Mungu amshushe Roho Mtakatifu ili aweze kubariki vipaji vya mkate na divai viweze kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa katika muendelezo huo wa sala, tunapofika kuombea kanisa linaloteseka au marehemu, kwenye sala ya Ekaristi ya kwanza padre anasema Bwana wakumbuke pia watumishi wako. Anakuwa na ukimya kama pale pamewekwa JJ, maana yake kutaja majina kwa ukimya. Waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana uwajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Ukija katika sala ya Ekaristi ya pili, sala ya Ekaristi ya pili, unaona namna ambavyo tunavyosali katika kuwaombea hawa ndugu zetu marehemu.
uwakumbuke. Tunakuomba, anasema uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Kwa hiyo unaona, hii ni sehemu ambayo inasali na kuliombea kanisa linaloteseka, kanisa la toharani. Katika sala ya Ekaristi namba 3, unaona ile eneo tunasali tukiwaombea marehemu hivi: uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa naona kila adhimisho la misa takatifu hatuachi kamwe kuwaombea hawa ndugu zetu. Katika sala ya Ekaristi ya 4 tunawaombea kwa maneno haya ndugu zetu marehemu. Naombea kwa maneno haya: uwakumbuke pia wale waliofariki dunia katika amani ya Kristo wako, na marehemu wote ambao imani yao ulijua wewe peke yao. Baba uliye mtakatifu, utujalie sisi sote wanao tuweze kupata urithi wa mbinguni katika ufalme wako, pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, takatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume na watakatifu wako. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba katika sala zote, sala ya Ekaristi, iwe ya kwanza, iwe ya pili, iwe ya tatu, ya 4, au zile sala ambazo za Ekaristi za nyongeza za mahitaji mbalimbali, zote kuna eneo ambalo au kuna sehemu ambayo tunawaombea ndugu zetu marehemu, tukijua kwamba hawa ambao wamekufa pasipo utimilifu wa utakaso wapo toharani, na hivyo wanahitaji maombezi yetu, wanahitaji sisi tuwaombee. Kwa hiyo kumbe, na ndio maana sasa tunakuta katika sala ya Ekaristi inataja hiyo. Lakini pia tuna misa za kuwaombea marehemu ambazo tunakuwa ni kama kumbukumbu za kuombea marehemu katika tarehe inapofika, au basi mtu anaona kwamba leo kwa namna pekee niunganishe ndani ya misa nia yangu katika kuwaombea marehemu, au tunakuwa na misa moja kwa moja inayogusa na kuwaombea marehemu. Na hii sasa kutokana na liturujia hii ya kuwaombea marehemu ndiyo ikawa imeamsha ibada ya kuwaombea marehemu. Na ndio maana tunaombea marehemu naposali rozari. Unaweza kusali rozari kwa nia ya kuwaombea marehemu, lakini tunajua kila tunapomaliza fungu la rozari tunasema tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo iziokoe roho zote zinazoteseka toharani, izijalie nuru ya uzima wa milele. Amina. Kwa hiyo maana yake kila anayesali rozari, na katika kipindi hiki cha rozari kwa namna ya pekee, kesho hapo ndio tunapofunga mwezi wa rozari, lakini haimaanishi kwamba tunafunga kusali rozari, ni mwezi tu wa rozari kwa namna pekee kutokana na historia yake ya kipindi hiki cha mwezi wa 10 ilivyotokea katika vile vita vya Lepanto. Vita vya Lepanto, kipindi kile ambapo basi Wakristo wanapigana na Waislamu, walisali kwa maombezi ya Mama Maria. Tunazungumzia karne ya 16 mwaka 1572, ili basi tuweze kushinda vile vita, na kweli tukashinda kwa maombezi ya Mama Bikira Maria na kwa umoja ambao Wakristo wa Katoliki tuliweza kuonyesha. Kwa hiyo kumbe unaona katika ibada zetu mbalimbali pia, baada ya kutoka katika liturujia, ile nguvu ya kuendelea kuwaombea marehemu inakuwepo. Na ndio maana nikasema sasa katika sala ya rozari takatifu unaona kabisa kila tunapomaliza fungu basi zile sala zinazofuata pale unaona kabisa tunasali kwa ajili ya kuwaombea hao ndugu zetu marehemu. Sasa tunawaombea marehemu na tunakuwa na ibada ya kuwaombea marehemu na tunakuwa na liturujia kuwaombea marehemu kwa sababu Mungu mwenyewe hawasahau marehemu. Kama Mungu mwenyewe hawasahau marehemu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba
sisi ambao tunaomwamini huyu Mungu hatupaswi pia kuwasahau ndugu zetu marehemu, na ndio maana sasa tunaalikwa kuwaombea. Tunapokuwa katika adhimisho la misa takatifu, kuwa na nia, kwa nia tunazokuwa nazo binafsi sisi, nishaeleza tunakuwa tuna nia moja ya jumla, lakini pia kila mmoja anapeleka nia yake ya kiroho mbele ya Mungu. Anaweza kaunganisha moja kwa moja kama ni nia ya pekee pamoja na padri ambazo zinatamkwa pale mbele, au akawa nao yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba upendo una nguvu. Upendo una nguvu kuliko kifo. Upendo una nguvu zaidi ya nini? Zaidi ya kaburi. Kwa hiyo upendo hauishi baada ya kufa. Kwa sababu wakati mwingine kuna zile kesi zile unasikia wanasali kuombea marehemu, mtu ameshakufa, inakuwaje? Sasa maana yake tunashindwa kuelewa upendo ni nini. Na Mungu ndiye upendo, na Mungu ni wa milele. Na hivyo tunaamini kwamba mtu anapokufa basi katika imani yetu, na ndio maana tunasisitizana sana tukiwa hapa kubadili mienendo ya maisha yetu ili tufe katika hali njema na tuweze kupata uzima wa milele. Na ndio maana sala huwa zinasema kama ana madoa yoyote ya kibinadamu ambayo yalimchafua, basi aweze kusamehewa, na kama tu amekufa katika hali ile kwamba isiyo ya utakaso kamili, na hivyo anaenda kumalizia utakaso huo. Kwa hiyo ukisoma wimbo ulio bora sura ya 8, wimbo ulio bora sura ya 8 aya ya 6 inaweka wazi ile nguvu ya upendo iliyo kama kifo, lakini pia nguvu ya upendo inayozidi hata kifo chenyewe, kwa sababu upendo unazidi nguvu ya kifo. Uwezo ukalinganisha nguvu ya upendo na nguvu ya kifo. Uwezo ukalinganisha nguvu ya upendo na nguvu ya kifo. Kifo kitapita, lakini upendo wenyewe upo na unaendelea. Ukisoma hii aya ya 6, sura ya 8 aya ya 6, wimbo ulio bora unasema, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Bwana. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzimisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani kwake, angedharauliwa kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatoa vitu vingi, lakini kama hauna upendo ni bure. Na ndio maana hapa inasisitizwa kwamba upendo una nguvu kama kifo, lakini pia upendo una nguvu dhidi ya kifo. Na ndio maana inafika mahali pale katika jambo tunalolifanya lililo la kweli, lililo la haki, ambalo kweli mbele ya Mwenyezi Mungu tunaona ni sahihi, watakatifu mbalimbali na mpaka leo hii watu mbalimbali wamekuwa tayari kufa kwa ajili ya kutetea haki, wamekuwa tayari kuteseka kwa ajili ya kutetea haki. Ile nguvu ya upendo inaonekana, kwa sababu ni swala, kifo ni njia tu. Kifo sio lengo kwa lenyewe, ni njia tu ambayo mwanadamu anapita kwenda hatua ya maisha mengine. Na ndio maana tunakumbushwa sasa tunapowaombea kwamba marehemu ndugu zetu, ni kwamba cha kwanza Mungu hawasahau marehemu. Kama Mungu hawasahau marehemu, sisi wenyewe hatupaswi kuwasahau ndugu zetu marehemu, kwa sababu upendo hauishi tu baada ya kifo. Upendo unaendelea. Ni kama vile ambavyo mpo na mtu rafiki, alafu baadaye mnapoagana naye anaenda mahali pengine, sio kwa sababu hata kuwa anaonekana ndio basi ndio mwisho wa mawasiliano yenu, ndio mwisho wa uhusiano wenu, ndio mwisho wa kupendana. Hapana, upendo utaendelea, kwa sababu kutakuwa kuna namna nyingine ya mawasiliano ambayo itawafanya muweze kufikiana ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili ni kwamba Biblia inadhihirisha sala na sadaka mbalimbali ambazo zimetolewa kwa ajili ya marehemu. Ukisoma kitabu cha pili cha Wamakabayo, kitabu cha pili cha Wamakabayo kinaweka wazi juu ya kitabu cha pili cha Wamakabayo kinaweka wazi sura ya 12 aya ya 44 mpaka aya ya 46. Aya ya 44 mpaka aya ya 46 kinaweka wazi juu ya tukio zuri
na lililofanyika. Sasa ukisoma hapa, ukisoma aya ya 44 mpaka 46 inaeleza hivi. Maana naomba nirudi aya ya 40, tuanzie na aya ya 40. Ndipo walipoona talasimu chini ya nguo za kila mmoja, yani wale maaskari ambao walikuwa wamepigana wakauliwa, yani sanamu ndogo za miungu ya mnia ambazo zilikatazwa kabisa kwa Wayahudi kwa sheria. Wote wakaona dhahiri sababu ya kuuawa kwao, wakamuhimidi Bwana, mwamuzi mwenye haki, afunuaye yaliyo ya siri. Wakajitia katika sala. Kwa hiyo unaona, baada ya wale maaskari waliokuwa vitani wakipigana na mfalme Antioko hao Waisraeli, kumbe wakagundua kwamba maaskari wao walibeba vitu ambavyo kama vile walivyotumainia, wakamsahau Mwenyezi Mungu. Kumbe Mungu tunaambiwa akakasirika, na ndio maana walipigwa maaskari wakawa wamekufa. Sasa walivyoviona vile vitu wakasema kweli Mungu ni mwenye haki, na ndio maana amewaadhibu. Kumbe wakafanya nini sasa? Wakitambua nguvu ya Mungu na upendo mkuu kwa Mungu, wakajitia katika sala, wakiomba ile dhambi iliyotendwa ifutwe kabisa. Yuda, mtu mwadilifu, akawaonya watu wajitenge na dhambi, madhali wameona kwa macho yao wenyewe matokeo ya ile dhambi ya wale waliokufa kwa sababu hawakumtumainia Mungu. Akachanga fedha, unaona, akachanga fedha kwa kila mtu jumla ya drakima 2000, akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa alikumbuka ufufuko wa wafu. Maana kama asingalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa aliufikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utauwa, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu, ili wafunguliwe dhambi yao. Na ndio maana tunatoa sadaka ya misa, na hapo wale wanaotolea sadaka ya misa basi wanatoa kitu fulani katika kuomba hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu kama sehemu ya sadaka ya kiroho, ili kuwaombea ndugu zetu hao marehemu. Kwa hiyo unaona kabisa ni msingi wa kibibilia kuwaombea ndugu zetu marehemu. Liturujia kuwaombea marehemu ina msingi wake katika maandiko matakatifu. Na ukija katika kitabu cha Ayubu baada ya kuwa ameingia katika mateso, mali zake kupata kuharibika, watoto wake kufariki, tunaambiwa alipopata ile habari alitoa sadaka. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 5 tunaambiwa, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilizokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, kumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Alitolea sadaka kwa ajili ya watoto wake. Kwa nini wamekufa? Akifikiri kwamba labda wametenda dhambi fulani. Kwa hiyo hawa watu Mungu awasamehe. Alitolea sadaka, na ndio maana ule uhusiano wa kutoa sadaka ya misa takatifu iliyo utimilifu. Lakini pia mtu mwenyewe anayekuja sasa kwa nia yake anakuja na sadaka hiyo ya kiroho ambayo basi anamtolea Mwenyezi Mungu anapounganisha maombi yake kwa namna pekee na padri, ili basi huyu Mungu aliye rehema yenyewe, aliye msamaha wenyewe, aweze basi kuwarehemu hawa ndugu zetu na kuwajalia uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo kumbe ni msingi wa kibibilia. Kitabu hiki cha Ayubu sura ya 19 aya 25 mpaka 29, unaona Ayubu anatumaini juu ya ufufuo ujao. Anatumaini akijua kabisa kwamba kuna maisha baada ya kifo, kuna maisha baada ya hapa duniani. Anasema Paulo katika
Ayubu sura hii ya 19 ya 25 mpaka 27 kwamba lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini katika mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Kwa unaona lile tumaini la uhai wa baadaye, tumaini la uhai wa milele, kwamba Mungu anatupatia uzima huo wa milele. Kwa hiyo kama katika tangu Agano la Kale kumekuwa na muono huo wa kwamba kuna maisha baada ya kifo, na ndio maana sasa tunaona kabisa kwamba ni dhahiri na ni wazi toharani ni sababu ya sala zetu. Maana yake kusingekuwa na toharani, kwa nini tuhangaike kusali? Kwa hiyo toharani ni sehemu ya sala zetu, kwamba sababu ya sala, maombi na sadaka kwa ajili ya marehemu. Maana yake kusingekuwa na toharani, tusingehangaika kusali. Na ndio maana, kwa nini? Kwa sababu ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 27 inaweka wazi juu ya utakatifu wa Mungu. Inaweka wazi juu ya utakatifu wa Mungu, kwamba sura hii ya 21 aya ya 27 inaeleza hivi. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Na hivyo maana yake utakatifu unahitajika. Kumbe hata kadoa kadogo tu, mtu hawezi kuingia mbinguni na kadoa kadogo tu. Ni kama vile umeenda dukani, umeenda kununua bidhaa mbalimbali au vitu mbalimbali. Alafu unapofika pale, katika hela ulionayo una shilingi 9,099. 9,099 ambayo inabaki tu shilingi moja ifike 10,000. Yaani tukukosa shilingi moja ambayo ukiangalia ni ndogo sana, lakini yule anayekwambia bana hiki kitu kinauzwa kwa shilingi 10,000, ukamwambia yaani ndugu yangu nimekosekana shilingi moja tu, kweli unashindwa kunipatia? Hawezi kukupatia. Ni mpaka hakikisha kwamba ile shilingi moja umefanyaje, umeiongezea pale kwenye 9,999. Ukiongezea shilingi moja ndipo unapata kile ambacho unachokinunua. Kwa hiyo kumbe hata kama utaiona shilingi moja ni ndogo, au unakuta labda ni senti tu inapungua, bado utahitajika kuitafuta hiyo senti ili uweze sasa kufanyaje, kununua hicho kitu. Na hiyo hela shilingi senti au shilingi moja uiongezee hapo, ili sasa kwa njia hiyo iwe kamili na uweze kununua hicho unachokihitaji. Kwa hiyo kumbe hata kadoa kadogo tu, yani hauwezi kuingia mbinguni. Na ndio maana sasa tunasema sasa uwepo wa toharani katika kusaidia sasa wewe upate utakaso kamili, ili uweze kuingia katika uzima wa milele, katika yale mapungufu madogo ambayo umekufa ukiwa nayo, au utakaso kamili ambao umekuwa ukikosekana au haujatimilika. Kwa hiyo ndio maana sasa Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura hii ya 21-27 inasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Na ukisoma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura 3 aya 15 anazungumzia juu ya moto wa utakaso. Sura 3 aya ya 15 Paulo anaeleza hivi: kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa,
lakini ni kama kwa moto. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa hiyo kazi ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa. Maana yake tunaingia toharani, tunatakaswa kwa muda fulani, na baadaye na ingia kwa ajili sasa kupata uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo kumbe uwepo wa toharani ni sababu ya sisi sasa kusali sana, kufanya maombi sana, na kutolea sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya ndugu zetu marehemu. Lakini pia tujue kwamba kanisa la mwanzo limekuwa likisali kuwaombea ndugu zetu marehemu. Na ndio maana katika kanisa la mwanzo tunazungumzia kipindi cha mitume, makaburi mengi unakuta pale juu kaburini palikuwa pameandikwa niombee, pray for me. Yaani maana yake ni kweli sisi tulio wazima tunaandika niombee, kwa maana kwamba tumuombee huyu ambaye ametangulia mbele ya nini? Mbele ya haki. Na hata Mtakatifu Monica, mama yake na Mtakatifu Agustino, akiwa katika siku zake za mwisho kabisa, alitambua ile imani ya sadaka ya misa takatifu, na namna ambavyo ndani ya sadaka ya misa takatifu kuna sala ambayo katika sehemu ya sala ya Ekaristi takatifu tunasali kwa ajili ya kuombea kanisa linaloteseka, kanisa lililoko toharani. Alimwambia mtoto wake hivi: nitakapokufa nizike mahali pengine popote utakapoweza, lakini nikumbuke daima katika tare ya Bwana, nikumbuke katika adhimisho la misa takatifu. Na kumekuwa na shuhuda mbalimbali kwamba wale watu ambao tunaodhihirisha imani, kwa sababu wakati mwingine unakuta ni Mkristo Mkatoliki lakini ana ndugu zake waliotangulia mbele ya haki, hata tu kusali kuwaombea hakupo. Hakupo. Au kukusanyika kama familia kusali kuombea kila mwaka, na katika maadhimisho ya misa takatifu unakuta hatusali. Hii ni kwa sababu wakati mwingine hatuelewi mateso ambayo wanayapata. Lakini tunajua hapa duniani kuna magereza. Na magereza yale wale wanaofungwa wamegawanyika. Kuna wale wanaofungwa maisha, kuna wale wanaofungwa kwa muda. Sasa katika kulinganisha huko, kufungwa maisha kunafanana na wale ambao wamehukumiwa kwenda katika moto wa milele. Na kufungwa kwa muda fulani, hata kama utakaa miaka 60, lakini wewe utakaa muda fulani utatoka. Umefungwa miaka 30, utakaa hiyo miaka 30 utatoka. Umefungwa miaka 70, utakaa hiyo miaka 70 utatoka. Kwa hiyo kumbe toharani inafanana na hicho kifungo cha muda, lakini wote wamo gerezani. Naona hiyo tofauti. Moto ni vizuri tukajua kwamba moto wa jehanamu na toharani ni unafanana, ni ule tu. Tofauti ni kwamba huu ni wa milele, huyu anakaa milele humo, ila huyu aliyepo huko atatoka. Ndivyo ilivyo magerezani, kwamba huyu amefungwa milele, amefungwa maisha, huyu amefungwa, lakini wote wamo gerezani. Ila mahali ni tofauti, au hali inakuwa tofauti. Kwa hilo ni vizuri tukalielewa. Sasa laiti tungeelewa mateso anayoyapata, kama vile ambavyo tunavyoumia tukijua kwamba ndugu yetu yupo gerezani, tunavyohangaika mara kwa mara kwenda kwa bwana magereza kuzungumza, kuona namna gani ifanyike na nini aweze kutoka. Na wakati mwingine tunafurahia labda kadiri ya katiba kwamba kuna msamaha wa mkuu wa nchi, basi anatoa msamaha kwa wafungwa kadhaa, na ikitokea ndugu yetu yumo katika wale waliosamehewa tunafurahi sana. Kwa hiyo kumbe vivyo hivyo katika maisha ya kiimani kwamba ni lazima sasa tutambue kwamba hawa wanakaa muda fulani, lakini ni muda ambao ni wa mateso, ni muda ambao ni wa utakaso, na hivyo wanahitaji sala zetu, maombi yetu na majitoleo yetu na matendo yetu ya huruma kwa nia ya kuwaombea ndugu zetu marehemu. Tusipofanya, maana yake ni kwamba wanaendelea kukaa muda mwingi. Kadiri unaposali na kuweka bidii ya kumuomba Mwenyezi Mungu na wewe mwenyewe kutoa sadaka na majitoleo mbalimbali, ndivyo ambavyo tunavyowapunguzia siku za kukaa mle toharani na kuwapunguzia mateso yao. Mwisho ni kwamba kumbe marehemu wote tunawaombea, au liturujia hii ya kuombea marehemu yote ipo kwa sababu tunahitaji kuwasaidia ndugu zetu wanaoteseka. Na hivyo ni vizuri tuwaombee, ni vizuri tuwatembelee makaburini kama tunavyofanya katika ile tarehe 2, lakini pia kusafisha makaburi. Tunaweka maua kwenye makaburi, tunawasha mishumaa kwenye makaburi, tunabariki makaburi. Hiyo yote ni imani
inayowekwa katika matendo, ni matumaini yanayowekwa katika matendo. Na hivyo tuone umuhimu wa kuwaombea ndugu zetu marehemu na kuadhimisha kwanza katika misa, lakini pia katika ibada zetu mbalimbali. Mungu akubariki sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.